leo hii ukianza kupanga kikosi Simba na Yanga utakuta wachezaji wengi wanaingia kwenye hicho kikosi kwa kutokea Simba, kitu ambacho kwa karibuni hapa ilikuwa inalazimishwa tu ili kuleta balance ya ile wetu Simba na Yanga. Lakini kwa sasa hivi ukipanga, unaona mchezaji kama Deruki ni mchezaji wa daraja ambao anaweza kucheza kwenye kikosi chochote kati ya hivyo viwili. Lakini unaona kuja kwa Kinaura, Libasege, kurejea kwa Chama kwenye kikosi kumeongezea walau ile hali ya kujiamini. Kwa Simba yenyewe, kupima Simba yenyewe na nani imeongeza. Lakini kwa Yanga nikitazama mimi nadhani kuna anguko ambalo linakuja, inawezekana baada ya kukaa muda mrefu kwenye kilele, kwa sababu mwisho wa siku unasema kukaa juu sio kazi, kwenda kufika juu kazi ni kuna namna gani una maintain. Na unaona Yanga walihangaika kwa misimu takriban mitatu ku maintain hiyo hali, kitu ambacho walikuwa wanafanikiwa. Msimu huu kitu ambacho kimewaangusha ni kwamba sajili zao zote ambazo zilikuwa ni kama maintenance ya ile fomu ambayo walikuwa nayo haziwasaidii mpaka sasa ile direct, kwa maana ukikaa sasa ukaamua kupanga timu ya Yanga, umeamua kupanga tu kwa kufuata kile mtu ambacho anakifanya, utajikuta Yanga wanategemea zaidi wachezaji ambao walikuwa nao kwa msimu uliopita, sio wale walioingia kwenye msimu huu. Unaona kwenye timu ukipanga utampanga Diara, utampanga Pakapo, utampanga nani yao au ukimweka utamweka huku, utamweka kaingia saizi Mohamed Hussein, ndo ambaye ingizo ambalo unaweza ukaliona lina hiyo tija, au utamweka Mwenda kule. Lakini eneo la katikati ni Muda, ni Abuya, ni Maxi, ni hao ndio unaweza ukaona wanaweza wakakupa kitu. Lakini eneo la ushambuliaji vile vile kuna Depu kaja, lakini kuna Dube. Ukimwangalia Depu namna ambavyo anacheza, hususan zinapokuwa zile mechi ambazo ni kubwa na zina uzani sawa, unaweza kiwanjani umuone zaidi ya zile timu ambazo zina madaraja ya chini kidogo, ndio unamuona anaweza kumuona anatoa